wakati mwingine tena mwana afya mwenzangu, tunakutana hapa ndani ya FJTV na kipindi hewani ni afya yetu. Kama ilivyo kawaida, hapa tunakujuza mambo yote yanayohusiana na afya, na unataka kujua nini kinakusumbua, basi fuatilia afya yetu. Na leo kubwa zaidi, kama nilivyokujuza kipindi kilichopita, tutaongelea matumizi ya mwani kwa mama mjamzito na faida zake pia kwa mtoto. Si mwingine mimi ninayekuendesha kipindi hichi ni Neema Kayuga, lakini mtaalamu wangu hapa, daktari wangu wa siku zote ni Bibi Sungura, ambaye atakuhakikishia wewe mtazamaji wa FJTV, lakini mfuatiliaji wa kipindi cha afya yetu, unajua matumizi ya mwani kwa mama mjamzito yapoje? Je, faida zake zikoje, na akitaka kutumia atumie kwa namna gani ili kumlinda mtoto pamoja na afya yake kwa ujumla pia. Lakini pia endelea kutufuatilia kwa kucomment, toa ushauri, maoni yako, umeelewa nini lakini umejifunza nini kuhusiana na huu mwani ambao tunaenda kumalizia kwa siku hii ya leo. Nikukaribishe, tunarejea muda si mfupi. Tumerejea tena mtazamaji wa FJTV, lakini mfuatiliaji wa kipindi cha afya yetu, na leo kubwa zaidi tunaenda kuangazia matumizi ya mwani kwa mama mjamzito na kwa watoto. Upande wa watoto, je, mtoto naye anaruhusiwa kutumia mwani? Lakini pia mama mjamzito vipi kwa afya yake anaruhusiwa kutumia mwani? Kwa sababu kuna dawa au kuna vitu ambavyo akiwa mtu ukiwa mjamzito ama mwanamke ukiwa mjamzito huruhusiwi kuvitumia. Je, vipi kwa upande wa mwani, nao mwanamke anaruhusiwa kutumia mwani? Hayo majibu yote atakupa hapa Bibi Sungura kwenye kipindi cha afya yetu. Karibu kwa mara nyingine. Umependeza. Asante sana. Unazidi kunawili. Utukufu ni kwa Jehova. Kabisa. Mungu kwanza, mengine yanafuatia. Mimi naitwa Bibi Sungura, mtaalamu wa tiba asili na tiba lishe. Toka hapa Dodoma, natoa huduma ndani ya jiji la Dodoma, nje ya jiji la Dodoma, mikoa ya Tanzania, lakini na nje ya nchi, kwa sababu kuna watu wananifuatilia kwenye mitandao pia. Wanapata huduma. Umeongelea mitandao ya kijamii. Kabla tujaanza, watu wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kwa namba za simu? Okay, mitandao ya kijamii watanipata kwa jina la Bibi Sungura, Bibi Sungura. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, ni kokote. Kwa kiandika Bibi Sungura atanipata na atapata kazi zangu huko za tiba asili, tiba lishe, lakini pia ufugaji wa sungura na simbilisi. Ataona huko mambo mengi ya kufuga. Lakini pia akitaka kunipigia simu anaweza kanipata kwa namba ya simu 0754 45 88 42. Ananipata. Sawa, umemsikia Bibi Sungura akikuelekeza jinsi gani ya kumpata, kwa sababu kuna vingi ambavyo kama wewe mtazamaji wa FJTV lakini mfuatiliaji wa afya yetu unatamani kuvijua vingi zaidi kuhusu mmea wa mwani, hata mlonge tulioongelea vipindi vilivyopita, basi mtafute kwa mawasiliano hayo ambayo amekutajia hapo. Kipindi kilichopita tuliongelea mambo mengi kuhusu mwani, lakini tukawajuza pia watazamaji kwamba tutakuja kuongelea matumizi ya mwani kwa mama mjamzito. Unajua mama mjamzito sio kila kitu anaruhusiwa kutumia pindi akiwa kwenye hiyo hali. Kuhusu mwani imekaaje? Okay, mwani ni nzuri, haina madhara kwa mama mjamzito. Ni nzuri hata kabla mtu hajabeba ujauzito. Akiweza kuipata mwani akaitumia, ni nzuri pia, inatengeneza mazingira mazuri ni namna gani utapokea ujauzito, lakini pia katika kulea, kwa sababu unaweza ukawa unajiandaa kupata ujauzito lakini una upungufu wa madini. Kwa ukiwa na madini toshelevu yanayotoka kwenye mwani, yatakusaidia hata kiumbe kile ambacho kitakuwa tumboni kitaweza kukua vizuri kikiwa kiko na afya iliyo njema. Kwa maana hiyo mwani ni nzuri kutumia baada ya mimba au kabla ya mimba na baada ya kujifungua. Sababu utapata hayo madini pia ukishajifungua. Maziwa unakuwa umeshaandaa vizuri, na mtoto akinyonya maziwa yale yana mafuta ya omega 3. Mwani kuna kiambato cha omega 3 pia. Omega nimenyonya ambayo inafanya vizuri sana kwenye utendaji kazi wa ubongo. Kwa maana hiyo wewe mama na kile kiumbe ambacho kitakuwa tumboni unapata faida kubwa. Kwa hiyo pia kinga ya magonjwa kwa mama mjamzito, na hata ukijifungua mtoto atakaponyonya maziwa unapata kinga
anaimarisha kinga yake ya mwili, kwa anaepuka na magonjwa ya mara kwa mara. Lakini pia yule mtoto muscles za misuli yake inakuwa vizuri akiwa na afya. Umeongelea faida ya ukitumia ukiwa mjamzito, kwa maana unaenda kukuza yule mtoto anakuwa vizuri, lakini kuweka kama kinga kwenye mwili wako ili kuepuka magonjwa. Tukitoa hizo faida hizo mbili, ni faida zingine zipi ambazo mama mjamzito anazipata akitumia mwani akiwa kwenye kipindi cha ujauzito? Tuachane na hichi kipindi kabla, hichi kipindi cha ujauzito, faida zingine tofauti na kumkuza mtoto mwenye afya njema, lakini kuwa kama kinga. Okay, sawa. Faida mojawapo ni kutengeneza maziwa vizuri, yani mama anakuwa ameandaa maziwa yake yanakuwa vizuri na virutubisho, lakini pia maziwa yatatoka ambayo ni mazito na mtoto atashiba. Lakini pia inakuwa inamsaidia mama kwenye ubongo wake, kwa sababu kipindi cha ujauzito kuna wakati mgumu sana mama mjamzito anapitia. Anaweza akaa saa zingine anakosa usingizi, anaweza akaa anasikia uchovu wa mara kwa mara, anaweza akasikia mifupa inamuuma kuliko kawaida. Kwa maana hiyo sasa akitumia mwani utamsaidia pia kumtengeneza ubongo wake mama mwenyewe, ili sasa kila anachoweza kukifanya awe anaweza kutunza kumbukumbu. Lakini pia kwenye ishu ya usingizi anatakiwa apate muda mzuri wa kupumzika na kulala bila kuwa na maumivu. Kwa hiyo mwani utamsaidia pia kutengeneza ile kitu ambacho kwenye mwili kinasababisha wewe upate usingizi. Itakuwa vizuri, kwa anakuwa na utulivu wa ubongo, atapata usingizi vizuri, atafanya kazi zake vizuri, hatapata maumivu ya mifupa. Na kadri mtoto anapokuwa tumboni, kuna ile kawaida ya nyonga kutanuka. Nyonga inapotanuka mama wengi wao wanapata maumivu makali, anaenda kununua paracetamol anameza. Lakini akiwa anatumia mwani unaenda kumsaidia katika kutanuka nyonga, yeye hapati madhara. Itatanuka nyonga bila yeye kuwa na maumivu makali. Lakini pia hata wakati wa kujifungua atajifungua salama. Inawezekana hata ikapelekea kwamba afanyiwe operation, lakini mwani ukamuokoa asifanyiwe operation. Lakini pia kuna mama anakaribia miezi ile 9 labda 8 anaanza kupata changamoto ya upungufu wa damu. Kwa sababu anachagua chakula, si chakula chote anakula mjamzito. Kuna vyakula vingine anavitenga, hali anaweza asili. Sasa vile ambavyo hapendi kuvila ndivyo vya kumletea madini labda ya chuma. Damu itaanza kupungua mwilini. Kwa matokeo yake anaweza kaja kuongezewa damu. Lakini akitumia mwani atapata viini lishe vile ambavyo vitasupport mwili wake kutengeneza damu, akaepukana na upungufu wa damu. Lakini pia kwenye shida ya minyoo, wamama anaweza kaa anatumia sana udongo, anakula udongo, anaweza na madini. Hivi ni kweli, yani ni madini, ina maana kuna upungufu wa madini kwenye mwili wake. Kwa anatafuta. Yani hata kwenye vumbi pale akiwa anafagia, akimwaga maji, kuna ile harufu fulani inatokea. Yeye kwake anajisikia yani ana hamu. Kwa hiyo anaweza akainama hata akachukua udongo wa chini ule akautafuta. Wakati ule udongo unamletea madhara, utapata minyoo, lakini pia anaweza kupata choo kigumu. Hicho choo kigumu kinaweza kumsababishia bawasiri. Lakini akiwa anatumia mwani ambao umesheheni madini 92, hatopata hiyo hali ya kusikia kula udongo, hatopata hiyo hali ya kusikia naenda haja choo kinakuwa kigumu, anapata hemorrhoids, bawasiri zinaitwa. Kwa hiyo ina maana atakuwa yuko salama kabisa katika kipindi chake cha ujauzito. Na vipi baada ya kujifungua sasa? Asipotumia mwani kuna madhara yote ambayo anapata, ama ni vile atakuwa tu tayari ameshajijengea tiba yake? Hapati madhara yoyote, kwa sababu kama wakati wa ujauzito alikuwa anatumia mwani, hataweza kupata madhara. Lakini pia ule mwani aliotumia anatakiwa awe endelevu. Pia kwa sababu atakapokuwa anaendelea kunyonyesha mtoto anakuwa anahitaji maziwa zaidi. Lakini pia kuna lifestyle, kuna vitu vile ambavyo vingine labda wakati wa mimba alikuwa atumie vilikuwa vinamdhuru, ameshajifungua atatamani kuvitumia kwa kasi kubwa. Ndio utakuta mama wengi akishajifungua ile miezi 3 ya mapumziko kulea mtoto, maternity leave, wananenepa sana. Sasa kitendo cha yeye kunenepa anatengeneza tena tatizo. Lakini akiwa anatumia mwani utamsaidia kubalance mwili wake kwenda vizuri. Kwa yale mafuta machafu yatakuwa yanatoka automatically.
kwa sababu ana kitu ambacho kinaenda kutengeneza mmeng'enyo wake wa chakula vizuri. Akila chakula kitasagika vizuri, kinajipanga vile vinavyotakiwa. Kile ambacho hakitakiwi kitatoka, baada ya kujitunza mwilini na kutengeneza mafuta, mtu akaanza kunyonya. Na vipi kwa yule ambaye pia anatumia udongo, yaani anakula ule udongo? Kuna wale ambao wanakula ile wa kununua dukani, wengine wa kukwangua sehemu, unakuta matofali yanaisha sana nyumbani. Lakini kuna yule ambaye anatumia, lakini pia wakati huo huo anatumia mwani. Yeye anajenga nini mwilini? Okay. Kipindi hicho anatumia mwani na anatumia udongo. Na wakati anakula itafika wakati mwani ukishaenea kule mwilini kwake, ataacha automatically kula udongo. Kwa hiyo hata mwani pia inasaidia kukata hamu ya vitu ambavyo vina madhara kabisa. Na kwa kumalizia, na wale ambao huwa wanatapika, wale wanaotapika sana wale, na yenyewe mwani unamsaidia. Huwa anawapa na tunda moja linaitwa gooseberry. India wanaita gooseberry amla. Kwa ukimpa mwani na amla itamsaidia pia kumzuia na kile kichefuchefu. Anakuwa apati kile kichefuchefu cha kutapika wakati wa mimba ile changa. Kwa wakati ule sasa yeye anakuwa anaimarisha kinga yake ya mwili. Kwa kinga yake itakuwa inapanda na anakuwa ni burudani kipindi chote cha ujauzito. Hilo tunda tutakuja kujifunza baadaye vipindi vijavyo. Lakini tukimalizia kwa upande wa mtoto, naye faida anazipata zinafanana na mama, ama naye kuna vitu ambavyo vinajengeka kwake? Kwa mtoto faida ni nyingi pia kama za mama. Yaani kwa binadamu yoyote yule anapata faida kama binadamu mwingine. Kwa mtoto pia kinamsaidia sana haswa kwenye kinga ya mwili. Mtoto kinga yake ya mwili ikiwa chini, ataumwa mara kwa mara. Sasa kitendo cha wewe mtoto kuumwa leo, anaumwa tumbo, umempeleka hospitalini, atapimwa, atapewa dawa. Ile dawa anapomaliza, kesho baada ya kumaliza ile dawa atapata tena changamoto ya kuumwa kitu kingine. Unampeleka hospitalini, anapewa dawa. Kumbuka ile dawa anayotumia mara kwa mara, zile dawa labda ni antibiotic, zinaweza kusababisha kinga yake ya mwili ikafanya nini? Ikashuka. Sasa ikishuka zaidi kinga ya mwili, na maana magonjwa yatakuwa yanamnyemelea mara kwa mara. So akitumia mwani utamsaidia yeye kuto kuumwa mara kwa mara. Umemjengea kinga yake ya mwili iko vizuri. Lakini pia misuli yake inakuwa vizuri. Ubongo wake unakuwa vizuri. Kwa hata akienda shule anakuwa vizuri. Kwa wale ambao kidogo watoto wao wanaona huyu mwanangu mbona kila siku kama hayuko sawa, inabidi ampe pia mwani atumie, kwa sababu unajenga. Kuna watoto anakuwa hayuko active. Lakini pia kuna mtoto mwingine unakuta nikishamfundisha wakati wa mtihani anasahau. Umeona? Kuna wale wengine anakojoa kitandani. Ubongo wake haujakaa vizuri. Yaani zile memory zake zilizojipanga hazifunction. Sawa. Tumeelewa mengi, lakini pia mimi mwenyewe binafsi japokuwa nipo hapa kuwatangazia watazamaji wa FJTV na kuwaelimisha kupitia wewe, pia mwenyewe kuna kitu ambacho nimekibeba, hata vikao 2-3 vitaenda kunisaidia kwenye matumizi ya mwani. Watu wanakupataje? Tuwakumbushe kwa wale ambao wamechelewa kutazama kipindi chetu. Watu watanipata kwa jina la Bibi Sungura mitandao yote ya kijamii, Instagram, YouTube, Facebook na TikTok. Lakini pia anaweza kanipigia simu kwa namba 0754458842. Namwambia ndugu mtazamaji, msikilizaji, afya yako mtaji wako. Afya yako utajiri wako. Hebu turejee deni. Tumia tiba asili kwa ajili ya kujenga afya yako. Amemaliza hivyo Bibi Sungura kwa kukwambia afya yako mtaji wako. Afya yako utajiri wako. Sasa wewe utaamua afya yako uiweke kwenye fungu gani. Endelea kufuatilia FJTV. Nilikuendesha kipindi hichi nilikuwa Neema Kayugwa, lakini nilikuwa na Bibi Sungura ambaye mtaalamu wa tiba asili, ambaye yeye amekuhakikishia umepata madini yote kuhusiana na mwani. Na vipindi vilivyopita tuliongelea kuhusu mlonge, lakini hivi tumeongelea kuhusu mwani. Nyuma kamera alikuwa ni Apostle Master ambaye amekuhakikishia wewe mtazamaji wa FJTV umeweza kupata madini yote ambayo yanastahili wewe kama kuyapata, lakini kuhakikisha sisi tumependeza hivi. Endelea kufuatilia FJTV, lakini endelea kufuatilia afya yetu.